Agenda ya no reform, no election ilianza mwaka 1992. Na agenda hii ilianza kwanza ndani ya CCM ya mabadiliko. Kwa wale mnaokumbuka mavuguvugu yaliyokuwemo ndani ya CCM, serikali ya moja kipindi hicho, kulikuwa kuna mvuguvugu nyingi sana za mabadiliko, za kutengeneza katiba yetu, za kudai katiba mpya. Utakumbuka G55 miaka hiyo na wengine wengi. Lakini tume ya Nyalali ambayo ilifanya kazi ya kuangalia ni aina gani ya muundo wa vyama vingi tunakuwa nao Tanzania. Mambo ambayo yalikuwemo kwenye ile tume ni kwamba tusiende kwenye uchaguzi wa mwaka 95 kabla tujafanya reforms kubwa za kikatiba. Kwa hiyo agenda ya no reforms, no election ilianza 92. Hawakuwemo Chadema, hawakuwepo na upinzani Tanzania. Kwa hiyo sio agenda ya Chadema, ni agenda ya Watanzania. Ni agenda ya Watanzania wote bila kujalisha yuko CCM, yuko chama gani, kwa sababu ilianza kabla hata mfumo wa vyama vingi. Maana yake ni nini? Tunaposema no election, no reform, no election, haimaanishi uchaguzi usifanyike. Nataka kuitafsiri. Maana yake ni nini? Ni kwamba twende kwenye uchaguzi tukiwa tuna mifumo ambayo inaakisi kwamba huu ni uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi. Hiyo ndio dhana yake ya msingi. Sasa hiyo agenda ya no reform, no election imeendelea kutokea kila mwaka unapokuja uchaguzi. Imezungumzwa 95, imezungumzwa 2000, imezungumzwa 2005, imezungumzwa 2010, imezungumzwa 2020. Hata juzi tunapozungumza Samia amekuja, ameunda paka kamati kadhaa za kufanya maboresho. Maana hata Samia alijua kwamba no reform, no election, na ndio maana kaunda zile tume nyingi tu aliziunda. Na maboresho kadhaa yamefanyika. Kwa hiyo tunampongeza kwa hilo. Kwa sababu na yeye alikuwa sehemu ya no reform, no election. Na ndio maana kaunda zile tume kwa lengo la kuhakikisha kwamba tusiende kwenye uchaguzi bila hayo maboresho. Na maboresho yamefanyika, lakini bado Watanzania wanaona kwamba pamoja na maboresho yaliyofanyika, kuna mambo mengine bado ya msingi yafanyike. Kwa hiyo ni hatua. Lakini katika madai yote hayo ya no reform, no election, watu walishiriki uchaguzi. 2095 walishiriki, pamoja na kwamba hiyo no reform, no election haikufanyika ile inavyotakiwa. Ilifanyika lakini sio kwa kile kiwango. Chaguzi zingine zilizofuata zilifanyika. Kwa mfano Zanzibar, baada ya vile vita mpaka watu wakauawa kule, ilifanyika maboresho. Alikuja Rais Karume akafanya maboresho makubwa ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Hayo ni maboresho, na wakaenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo maboresho yamekuwepo na wamekuwa wakisikiliza na kusema kwamba tuende kwenye uchaguzi baada ya maboresho kadhaa sio jambo la ngeni. Kwa hiyo yale maboresho ambayo amefanya Rais Samia, wapo Watanzania ambao wanaona bado hayajatimia, hayajakamilika. Kuna maboresho mengine yanahitajika. Bado kuna mambo kadhaa yanapaswa yafanywe kazi ndio tuende kwenye uchaguzi. Maana yake ni nini? Ni kwamba wanatoa na ujumbe kwa viongozi wetu wa serikali, tume na wengine, waone umuhimu wa kusikiliza. Pamoja na kwamba tumefanya maboresho haya, ni maeneo gani ambayo mnadhani bado yanahitaji maboresho ndio twende kwenye uchaguzi? Hilo linawezekana. Maana yake maeneo ambayo yanahitaji maboresho kwa Tanzania, sio kwa Chadema, yanaeleweka. Hizi tume zetu kama tunavyosimamia uchaguzi, tumeona mwaka jana watu wameinguliwa. Swala la kuinguliwa watu ni mojawapo ya agenda ambayo inatakiwa ifanywe kazi kabla ya uchaguzi. Sasa hata hilo tunashindwa. Swala la kuhakikisha daftari la wapiga kura linakuwa wazi na mchakato unakuwa wazi na watu wanashiriki vizuri, kuhakikisha kwamba kuhakiki wapiga kura ni halali, hilo nalo tunashindwa.
Kuna swala la kuhakikisha kwamba wamekuwa wakilalamika, tumeona sisi wenyewe tumefuatilia, mawakala wamekuwa wakisumbuliwa wakati wa uchaguzi, pamoja na mambo mengine yote ya msingi ambayo mengine yanatuhusu hata sisi asasi za kiraia, ambao nao wana changamoto zao. Asasi za kiraia nao wamenyimwa, wamefungwa midomo, wanapewa vibali, hawaruhusiwi kuongea, hawaruhusiwi kutoa maoni wakati wa mchakato. Hayo nayo yanatakiwa kufanywa mabadiliko. Kila kundi likisimama, nyinyi waandishi wa habari mna sheria ngumu sana ambazo mpaka sasa hivi zinawabana, nyingi sana zinawabana msishiriki vizuri uchaguzi. Sasa hata hizo nazo tunashindwa kufanya marekebisho. Tukumbuke kwamba Tanzania tuliwahi kufanya maboresho ya nchi hii kwa kuua katiba mbili, ya Tanganyika na ya Zanzibar, ndani ya siku 3 na kuunda Tanzania. Sasa maboresho kama haya ndio yataja, ambayo mengine ni ya kisheria na mengine sio hata ya kisheria. Mengine unahitaji kubadilisha sheria yote, unahitaji kubadilisha kanuni, unahitaji kubadilisha mitazamo ya watu na nia za watu wanaosimamia hizo chaguzi, ili wawe na nia nzuri kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi. Na nyingi ni za mitazamo, nyingi ni za kuweka watu sawa, waone kwamba huu uchaguzi ni wa kwetu. Kwa mfano swala la kuenguliwa, tumeona wakiwa wanaweka vigezo kwamba mtu fulani sijui picha yake sijui nini. Tuweke kifungu kwenye swala la kuenguliwa kwamba hakuna mtu ambaye ataenguliwa kwenye uchaguzi kwa sababu ambazo sio za kikatiba. Sababu za kikatiba ambazo zinafanya mtu asiwe na haki za kuwa kwamba kwanza asiwe kama hana chama. Kwa sababu sasa hivi katiba inasema lazima uwe na chama na sheria. Kama hana chama, hiyo ndio sababu mojawapo ambayo inaweza kumwenguliwa mtu kushiriki. La pili, kama hajafikia umri wa kugombea. Mpaka sasa hivi umri wa kugombea Tanzania ni miaka 21 kwenda juu. Urais miaka 40 kwenda juu. Kwa kama hajatimiza, hivyo ndio vigezo vya kikatiba vya sheria ambavyo vinapaswa kumwengua mtu. Lingine kama sio raia. Hayo ndio makubwa. Sasa haya mengine sijui kitambaa kinani, picha imekaa vizuri, imegeuka juu chini, jina limefanya kusoma na kuandika. Nani akwambia mtu nakuta wengine ni wastaafu, maprofesa, wanaambia kusoma na kuandika, hajui kusoma na kuandika. Pamoja na mambo mengine mengi, kikubwa kinachokosekana hapa ni nia na utashi wa kukaa pamoja na kujenga michakato ya uchaguzi ambayo itatoa fursa kwa Watanzania wote kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba vyama vyote, CCM na wengine wote, na tume yetu ya uchaguzi na viongozi wa nchi hii waone kwamba kuna hoja ya msingi kwenye hii hoja ya no reform no election. Na hizo hoja za msingi hazihitaji mabadiliko ya katiba mpya kwa sasa. Kama tunataka kuenda kwenye uchaguzi mwezi wa 10, tunahitaji kufanya maboresho madogo, aidha ya kisheria, ya kikatiba na ya kimatendo na kimtazamo. Swala la kufuatilia swala la uchaguzi ni la msingi, kwa sababu linagusa maisha yako yote. Leo hii tukishinda kusimamia uchaguzi vizuri, halafu tukaingia kwenye vita, itamgusa mtu yoyote ule. Haitaangalia ni wa chama fulani, haitaangalia ni umesoma profesa, haitaangalia wewe ni maskini. Madhara tunayoona leo DRC Congo yanamgusa kila mtu katika nchi hiyo. Kwa hiyo tusiruhusu watu wachache wakaamua mambo mazito, wakati sisi kama Watanzania tuna uwezo wa kuwaongoza na kuwaelekeza ni nini tunataka kama taifa. Lakini hatutafika mbali na hatutafanikiwa kama tutaona hilo jukumu ni la vyama vya upinzani. Hatutafanikiwa kama tutaona hilo jukumu ni la watetezi tu wa haki za binadamu. Kwa hiyo Watanzania, amkeni, simamieni mambo yenu ya msingi. Hakuna mtu atakayekuja kuwasimamia nyinyi kuhakikisha kwamba tuna katiba nzuri, tuna sheria nzuri, tuna uchaguzi mzuri. Hilo ni jambo la msingi ambalo lazima tulizingatie.